Neno kutoka katika Injili aliyoiandika Luka sura ile ya 9 mstari wa 28 hadi ule mstari wa 36. Injili iliyoandikwa na Mtakatifu Luka sura ile ya 9 mstari wa 28 hata ule wa 36. Ni watangulia. Baada ya maneno hayo yapata siku 8, aliwatwaa Petro na Yohana na Yakobo, akapanda mlimani ili kuomba. Ikawa katika kusali kwa mara uso wake ukageuka, mavazi akawa meupe yakametameta, na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Eliya, walioonekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake kutakakotimizwa Yerusalemu. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelemewa na usingizi, lakini walipokwisha amka waliuona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye, Petro akamwambia Yesu, Bwana mkubwa, ni vizuri sisi kuwapo hapa, na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya, hali hajui asemalo. Alipokuwa akisema hayo, ilitokea wingu likawatia uvuli, wakaogopa. Walipoingia katika wingu hilo, sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Na sauti hiyo ilipokwisha, Yesu alionekana yu peke yake, nao wakanyamaza, wasitangaze kwa mtu siku zile lolote katika hayo waliyoyaona. Amen. Tuketi. Watu wa Mungu na wasalimu katika jina la Bwana. Watu wa Mungu na wasalimu katika jina la Bwana. Amen. Watu wa Mungu na wasalimu katika jina la Bwana Yesu aliye hai. Amen. Naitwa Mchungaji Charles Power mstaafu. Niko hapa kwa kushika nafasi ya Mchungaji Dr. Mwatumai Mwanjota ambaye kwa leo ana ratiba nyingine. Ameniomba nishike wajibu huu, nami nimefika kwa ajili ya wajibu huu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Amenituma pia kuleta salamu zake, akisema washarika wa Kwembe anawashukuru sana kwa upendo wenu. Nilionana naye asubuhi hii nilipotoka kwangu Kibaha huku nikafika mpaka kwake kabla sijaja huku. Kwa hiyo akaniambia, peleka shukrani zangu kwao kwa upendo wao. Na kubwa alilosema ni hili ambalo mwingi alilisema, nilijitoa kikamilifu sana kwenye ule msiba. Yeye kama mwanadamu naye anawiwa, lakini anawashukuru sana. Nimpokee tu shukrani zake hizo.
atakapokuja yeye ataeleza mengi zaidi, lakini mimi kama mimi pia napenda ni salimu. Nimetoka asubuhi hii pia nikiwa na mke wangu Alice Power, na ninyi sisi tukiwa tena vijana kama tulivyo sasa. Siku hizi nimejiwekea taratibu ya kumwandaa mama kwa ajili ya mambo ya kazi. Mimi nimestaafu, yeye bado anafanya kazi. Kwa hiyo mara nyingi huwa napenda kuamka mapema na kumwandaa mama. Ninyi kina mama mnajua, mwandaa vizuri na vitu vyake na kadhalika na kadhalika. Baada ya hapo kumtoa, kumsindikiza kazini kwake. Nikimwacha hapa mimi naenda na ratiba zangu. Kwa hiyo Elisi, mke wangu, mpenzi wangu, yuko kazini na anafanya kazi zake. Nikitoka hapa nampitia, tunarudi nyumbani. Bwana wetu nampenda mke wangu kutoka moyoni mwangu, yaani moyo wa ndani. Umri huu tena na utumishi huu, macho mengi ya nini? Macho mawili ya kumtazama Mungu na kumtazama mke wangu. Turudi kwenye neno hili la uzima. Tumesoma Injili iliyoandikwa na Luka sura ya 9 mstari wa 28 hadi ule wa 36. Kung'aa kubwa ni kung'aa. Ujumbe waliochukua wanasema Yesu ajidhihirisha katika utukufu wake. Lakini habari hii imeandikwa na waandishi wengi na wafanuzi wengi. Kubwa ni ule mng'ao, kung'aa kwake Yesu Kristo. Niwakumbushe wale tuliofunga ndoa enzi zile, lakini wale tuliofunga ndoa hapo kati na wale tunaofunga ndoa za sasa. Na mimi napenda zaidi kwa wale wanaofunga ndoa za sasa. Kwa kweli hamwezi kuja hapa kanisani kufunga ndoa kabla hamjaenda saluni. Lazima tuwe wa kweli. Mama apelekwe saluni, mama atengenezwe. Na ninyi mnajua kuna gharama ya kuoa, kuna gharama ya kuolewa. Mama anapelekwa saluni, anatengenezwa. Na kweli saluni siku hizi wanatengeneza watu. Ukiwa na mweusi kama mimi, unaweza kupelekwa kuwa mweupe, unafikiri umetoka Ulaya leo. Wanatengeneza wale, sijui wanapuliza vitu gani na vinginevyo, ukitoka kama sio mwenyewe, wanakuvalisha, wanaweka kila kitu, wanakwambia sasa unapendeza. Na kweli ukija hapa unawaka. Ninyi si mnajua mara nyingi tunapofunga ndoa tunaimba nyimbo gani ile kubwa ya msingi? Anameremeta, lazima umeremete. Na hapa kwenye hili neno la Mungu ameandika wazi ya kwamba Yesu kwenye mstari ule wa 29 mavazi yake yakawa meupe yakametameta. Anameremeta, wanakuja na mkutano, wanameremeta. Hakuna mtu kuja rudu, hakuna, anameremeta. Lazima umeremete.
na niwaambie kweli, baada ya hapo ratiba ile gharama iendelee ya kumpeleka saluni mke. Si umeanza naye saluni, kuwa na bajeti ya kumpeleka mama saluni kama wiki mara moja, kama unafanya zile za mwezi mara moja, na saluni siku hizi ni gharama. Ili mkeo ameremete, lazima apite saluni. Ili mkeo ameremete, lazima avae mavazi mazuri, mavazi ya heshima, mavazi ya kila mmoja akiyaona anasema haya ndiyo mavazi ya mke aliyeolewa na ndiyo yuko ndani ya familia. Na mimi nawaalika watu wa Mungu, ninyi ambao mmeoa, wahudumieni wake zenu, wafanyeni wameremete, wafanyeni wapendeze. Ni wajibu wenu kama wanaume. Mimi najitahidi sana pamoja na umri nilio nao kumfanya mke wangu ameremete. Na sio watu wakamwambia huko nje unapendeza. Mimi wa kwanza kumwambia mke wangu, hapa unatisha, unameremeta, unapendeza kama nilivyokuoa miaka hiyo ya 80 na ngapi huko. Sasa tunajifunza nini katika somo hili? Pamoja na mambo mengine niyazungumze machache. Moja, tutang'aaje? Tutameremetaje? Kina mama wanaenda saluni kwa ajili ya kuja kwenye harusi. Sisi saluni yetu ni kanisani katika mambo ya kiroho. Sasa hili tumeremete, kuna mambo machache ambayo mwandishi ametupa. La kwanza ni swali, kwa nini Yesu alipanda kule mlimani? Sasa mstari ule wa 28 unatuambia wazi ya kwamba alipanda mlimani ili kuomba, na hili ni jambo la kwanza. Alikuwa Yesu na maombi ya mkesha, kuomba. Na hii sio mara yake ya kwanza. Yesu alijitahidi kila kukiwa na mambo makubwa na mazito mbele yake, alipanda mlimani kwenda kuomba. Ukisoma Marko ile 3:13-15, alipowachagua tenashara alipanda mlimani kuomba. Ukisoma Luka hii 9:28-36, alipowatoa Petro, Yakobo na Yohana alipanda nao mlimani kuomba usiku ule waliotokewa na Eliya na Musa. Na hapa wafanuzi wengi kwa Eliya na Musa wana mambo mengi. Musa sheria, Eliya mambo ya unabii. Lakini mimi nimependezwa na ile inayosema katika hawa wamewakilisha nini? Kujitokeza kwao. Musa aliwakilisha waliokufa, ya kwamba siku ile ya mwisho waliokufa watafufuliwa, watakutana na Bwana wao. Eliya anawakilisha wale walio hai, watakaokuwa hai Yesu atakaporudi. Wao hawataonja mauti katika ulimwengu tulio nao, watanyakuliwa kama yeye Eliya alivyonyakuliwa kutoka ulimwengu tulio nao, hata asionje mauti.
Paulo na Sila walipopigwa na kuwekwa gerezani, usiku ule nao waliomba na kusifu. Ninyi kilichotokea kama wasomaji wa Biblia mnajua, milango ya gereza walilofungwa ikafunguka na mambo mengine yakajitokeza. Kwa hiyo la kwanza tunaloalikwa nalo ni maombi. Watu wa Mungu tunaalikwa kuomba, na unapoomba tafuta mahali pa faragha, tafuta mlima wako, tafuta uso wa Bwana, mlilie Mungu, fanya maombi ya toba, lipo jibu kutoka kwa Mungu. Mambo mengine sio ya kuwaletea watu wanadamu, hebu yabebe mwenyewe, yapeleke kwa Mungu. Yesu aliposema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa, kakwambia wewe, kanambia mimi, kila mmoja apeleke. Tunaenda kwa njia gani? Ni kwa njia hii ya maombi Bwana. Tunapouanza mwaka huu, tunapoendelea na mwaka huu, hebu kaa kwenye maombi, simama kwenye maombi yako. Maombi aina nyingi, mengine maombi haya ya kukesha kama Yesu alivyofanya. Kuna maombi ya kufunga na kadhalika na kadhalika. Na mimi wakati mwingine huwa naangalia kwamba tunapoomba, wengi tunaingia kwenye mfumo. Inawezekana zikawa 2 kavu, 1 kavu, 3 kavu, wengine wanaenda mpaka wiki kavu. Amefunga na mlilia Bwana, yeye kama yeye. Lakini tunapoomba kuna mambo mawili, moja ni kwa ajili yako wewe, lakini la pili ni kwa ajili ya wengine. Unapofunga ulikuwa na bajeti ya kula, labda tuseme kama ulikuwa unafunga 3 kavu, asubuhi ulikuwa unatumia chai ya shilingi 5,000, mchana chakula 10,000, jioni chakula 10,000, 25 hiyo. Kama 3 kavu 25 mara 3 ni 75. Niwaulize, unapofunga 3 kavu, hizo 25 unazipeleka wapi? Sasa wakati mwingine tunapoomba tunahitaji kupokea, lakini kupokea kuna namna nyingi. Mara nyingi huwa tunahitaji, wanaofunga wanaweka ile bajeti pembeni kwa ajili ya kupeleka kwa wahitaji. Ndio maana kila mahali nikiingia naona vyombo vile vya sadaka vinavyosema fungu la 10, hapa kuna shukrani ya siri, hapa kuna wahitaji. Kweli kuna sadaka zile zingine kwa ajili ya wahitaji, lakini hiyo ni moja wapo. Umefunga, hujamwambia mtu, umeendelea na vinginevyo na nini, unakuja na sadaka yako kwa ajili ya wahitaji, unaingiza kwenye boksi la wahitaji. Kama huko uliko hawako hao wahitaji, wale watakapopewa, watakapopokea, kanisa itakapotoa kwa ajili yao, nao wanasema tunashukuru, Mungu akujalie. Hawana maneno mengi. Omba, ni wakati wako wa kuomba. Kama kuna kipindi cha kuomba ni hiki. Tunapomaliza mwezi huu wa kwanza mwaka wa 2026, jambo la kwanza ni hilo kuomba. Jambo la pili nahitaji kulisema ni hili neno. Mstari ule wa 35 kwenye somo letu
Anasema sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Kusikia neno. Kusikia neno. Nimependezwa na mwandishi wa Injili ya Mathayo sura ile ya 7 mstari ule wa 24 na kuendelea. Nitasoma hapa akisema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu, huyu ni Yesu, na kuyafanya, atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Ayasikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya, atafananishwa na mtu mwenye akili. Kusikia na kufanya yale tunayoagizwa na Mungu ndiko kunakotupelekea kung'aa katika maisha ya kiroho. Kusikia na kufanya lile Yesu analosema. Kumsikiliza Yesu. Maneno haya yamejitokeza mara mbili. Mara ya kwanza wakati Yesu alipobatizwa, lakini mara ya pili ni hii Yesu alipowatokea wanafunzi, alipopanda mlimani kule kuomba. Sauti ya Mungu, msikilizeni yeye. Sauti ya Mungu, msikilizeni yeye. Liko jambo Mungu anasema nao. Inawezekana hujasikiliza, inawezekana hujafanya. Huwezi kupiga hatua, huwezi kung'aa bila ya kusikia kile macho Yesu na kile kutenda kile anachosema yeye. Tuitikie, na itikio letu kama anavyosema mwandishi wa Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22 ni kutii. Kutii sauti ya Mungu. Tutii sauti ya Mungu. Wakati fulani niliwaambia nini juu ya hadithi ile ya chura na wale bata wawili. Chura aliomba msaada wa kuvushwa kwenye mto na yule bata wawili. Aliomba nao wakamkubalia, wakampa masharti. La kwanza, sisi tutakushikaje? Tutakubebaje? Akasema, nitatafuta kijiti, mmoja atang'ata huku, mmoja atang'ata huku, mimi nitang'ata kati, nyie mtaruka. Hilo la kwanza. Akatenda, asema sawa. La pili na la mwisho, tutakapoanza safari, kwa vile tutakuwa angani, usiseme. Ukisema utakuwa umeachia kile kijiti, utaanguka. Na kupoteza maisha. Wamekubaliana, wameruka. Walipofika, kabla ya kuvuka ule mto, katikati wakaona wavuvi hapo chini kwenye wavuvi waliotazama juu, wakawasifu wale bata ya kwamba bata wana akili sana. Angalia wanavyomvusha yule maskini chura. Chura kasikia mpango aliyousuka ni yeye, kijiti aliyotafuta ni yeye,
sifa wanaenda kuzipata Bata. Akasema haiwezekani, nitawajibu. Alipoanua mdomo kusema sio Bata, kaachia kijiti. Kwenye maporomoko chini, kwenye mawe, maisha yake yakaishia. Kia na kufanya kile unachoagiza. Watu wengi wanapata shida kwenye maisha yao kwa sababu hawasikii na kufanya kile wanachoagiza. Ninyi wanaume mliofunga ndoa, si mmeambiwa wapendeni wake zenu? Kwani kumpenda mke kuna shida gani? Yaani kuna mzigo gani? Lakini si kumpenda tu kwa maneno, kumpenda kwa vitendo pia. Una shida gani ukipita mahali hata ukapata kazawadi kako ukakipeleka nyumbani kwa ajili ya mke? Na wakati mwingine vizawadi kama hivi huwa havionekani na watu wengine, kinafungwa kinafichwa vizuri, atakaye kiona ni yeye huyo tu mlengwa. Enyi waume, wapendeni wake zenu. Kuna shida gani? Ninyi wake mmeambiwa kwamba enyi wake watiini waume zenu. Kuna shida gani? Usipopenda ipasavyo kwa moyo wa dhati, moyo wa ndani, shida iko mbele. Usipotii kwa dhati kwa moyo wa ndani, shida iko mbele. Ndio maana ndoa nyingi zinaingia kwenye misukosuko isiyo ya lazima, kwa sababu watu hawasimami kwenye nafasi zao, hawatii sauti ya Mungu. Mungu amesema nawe juu ya kupenda, basi Mungu amesema nawe juu ya kutii, basi usipofanya unaingia kwenye mgogoro usiokuwa na sababu. Nakaa watu kusuluhisha watu saa 2, saa 3, saa 4 usiku, saa 5, wengine mpaka saa 6, mnasuluhisha watu. Wamekuwa wagumu, wameacha kusikia na kutii neno la Mungu. Leo tunakumbushwa kusikia na kutii neno la Mungu. Ndani yake kuna baraka. Kuto kusikia na kutii neno la Mungu, ndani yake kuna laana. La mwisho linalohitaji kulizungumza ni hili la utukufu. Mstari ule wa 31 na 32 katika somo letu, ambao unasema walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakakotimiza Yerusalemu. Ule wa 32 anasema, na Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelemewa na usingizi, lakini walipokwisha amka waliuona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Utukufu wa Mungu. Baada ya maombi ikafuata neno. Baada ya neno ikafuata utukufu. Utukufu ni alama kwamba Mungu yupo. Ninyi wa Luteri mkiingia kanisani, kuna nyimbo zenu kubwa mbili mnazoingia nazo kanisani. Moja ni njooni tumsifu Mungu, lakini mbili ni ule Mungu yupo hapa. Hapa tumekaa, Mungu yupo hapa. Tumekaa, kuna utukufu wa Mungu.
Utukufu huonyesha uzuri wa mahali hapo. Mstari wa 33 katika somo letu inasema, ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye, Petro alimwambia Yesu, Bwana mkubwa, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ni vizuri, maana ni pazuri, mahali penye utukufu, pamejaa utukufu. Ni vizuri sisi kuwapo hapa. Petro kwa kihelehele chake akajipa jukumu ya kwamba vibanda vitatu vitajengwa. Kimoja chako Yesu, ni mahali pazuri. Kimoja cha Musa, mahali pazuri. Kimoja cha Elia, mahali pazuri penye utukufu, ni mahali pazuri. Wale wanandoa wanakumbuka, tukisoma kwenye Injili iliyoandikwa na Yohana sura ile ya 2 mstari mdogo ule wa 11, ana maneno haya: mwanzo huu wa ishara Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya kwenye harusi ile, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Utukufu kwenye maisha ya wanandoa wanaotimiza majukumu yao, wanaotimiza kila mmoja wajibu wake, mbele kuna utukufu. Na sisi hili tunalitazamia sana, kwa sababu sisi tunaita kwamba kule kwenye ndoa ni kanisa letu dogo. Hili ni kanisa kubwa linalojumuisha familia mbalimbali. Kule kanisa dogo, walipo 2 watatu wamekutana kwa jina langu, nipo kati yao. 2 maana yake ni baba na mama. 3 maana yake kuna kamtoto kameongezeka. Inawezekana 4 mtoto mwingine, inawezekana 5 na mgeni, inawezekana 6 na mfanyakazi wa ndani. Lakini walipo hao, Mungu yuko katikati yao, na hapo kunaonekana ka utukufu ka Bwana. Na mimi niwakumbushe wachache walioona utukufu. Ukisoma kwenye Injili aliyoandika Luka sura ya 2 mstari ule wa 9, wachungaji waliona utukufu wakati wa kuzaliwa kwake Yesu kule makondeni, na hiyo utukufu ulifuata kule, wanakutana nao wakauona. Lakini wa pili ni hawa wanafunzi Petro, Yakobo na Yohana, waliona utukufu wakati wa kubadilishwa sura kwake Yesu Kristo. Ukiangalia kwenye Injili aliyoandika Mathayo sura 17 mstari wa 12, lakini watatu tunamwangalia ni Stefano mfia dini. Aliuona utukufu wakati wa kifo chake cha kuifia imani. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ile sura ya 7 mstari wa 55, kuna jambo la kufanya ili utukufu wa Mungu uonekane, ili utukufu wa Mungu ushuke. Mwandishi wa Zaburi ya 85 mstari ule wa 9, pamoja na maneno mengine, lakini anasema utukufu ukae katika nchi yetu. Na mimi niseme utukufu ukae katika familia yako. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Utukufu ukae katika kanisa lako. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Ukae katika familia, ukae katika kazi, ukae katika biashara. Utukufu wa Mungu. Mungu alipo pana utukufu. Wanafunzi hawa watatu
wawakilishi wa wanafunzi wenzao wale 12. Baada haya yote wanawaambiwa msiwaambie watu haya mliyoyaona. Kuna mambo ya kuwaambia watu, kuna mambo ya kutokuwaambia watu. Mengine unaambiwa usiseme, haya ni ya kwako. Kwa mfano, maeneo mengi hasa kule nyumbani kuna mambo haya wanasema kwamba ya unyago. Sasa mnapopelekwa unyagoni, vitu vinavyotoka kule huwezi kuja kuvisema nyumbani. Vitu unavyofundishwa kule huwezi kuja kuvisema nyumbani. Msiseme. Na wakati mwingine kwenye familia kuna mambo ya ndani ya baba na mama hayaruhusiwi kusema kwa baba yako mzazi, kwa mama yako mzazi, kwa rafiki yako, ni yako wewe na mume wako. Hawa wanaonwa wakiambiwa kwamba msiseme. Ni mambo mazuri ya kuona utukufu, lakini wanaonwa wakiambiwa kwamba msiwaambie watu. Jifunze kunyamaza kwa mambo ambayo huhitajiki kuyasema. Kama umeagizwa yosema. Ukienda kusema, ndio wale wanaoitwa wambea. Wambea hukutumwa, unajituma mwenyewe, unaenda kusema usichotumwa. Hata kama unachosema ni kweli, lakini kakutuma nani? Kuna mambo yawe moyoni, kuna mambo ya kuwa nawe wewe, kuna mambo ya kuwa na kikundi. Ndio maana Yesu hakuwachukua wanafunzi wote, kawachukua wanafunzi 3 tu. Mungu atusaidie kusikia na kufanya yale yasemayo Yesu. Maana injili hii inatuambia, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Mathayo anaongeza, anatuambia, ayasikilizaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Na mimi nataka washarika wa kwenda wote tuwe na akili katika jina la Yesu. Akili za ufahamu wa kiroho katika jina la Yesu. Simama.
utusamehe tuliposema kwa udhaifu na kwa unyonge, lakini neno lako ni nguvu. Halitaenda katika maisha yetu kwa unyonge, bali kwa nguvu zile zile zilizotoka katika makao ya ufalme wako mbinguni. Tupe roho ya kuomba, tupe roho ya kuisikia sauti yako. Yesu, tushushie utukufu wako katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya washarika hawa, asante kwa ajili ya watumishi, asante kwa ajili ya baraza, asante kwa ajili ya kila mmoja aliyeko kwenye usharika. Wabariki mfalme wako. Asante kwa ajili ya kazi ya kanisa wanaojitoa nayo. Mungu, endelea kuwa pamoja nao, usiwaache. Mahali hapa kanisani hapa ni pazuri kama mimi. Tunaomba Mungu kawe nasi kila wakati, kutukumbusha kupanda katika mlima huu, katika jina lako, jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Tuketi.